Habari zenu ndugu zangu wa Kongomani, hii ni Congo News na mimi ni Hussein Kubwa. Ninakuja kuzungumzia swala la ICE, hawa polisi ambao wametumwa mitaani hapa Marekani kutafuta wahalifu au kutafuta illegal immigrant. Alafu kazi yao ni kugundua watu ambao wana makosa. Ikiwa wewe sio mwenyeji wa hapa au sio mtu ambaye umezaliwa hapa Marekani, umekuja kwa njia ya ukimbizi, inabidi uwe makini sana, kwa sababu hawa ICE wanatafuta chokochoko ndogo ambayo wanaweza kukukuta nayo, na hivyo inaweza ikakuandalia wewe safari ya kurudi Afrika. Kesi yoyote ile ambayo itakayokukabili ukishaenda jela, kuna possibility ya 70% za wewe kurudishwa Afrika kuliko kutoka huko jela ambako umepelekwa. Kesi yoyote ile inaweza ikawa ni kesi ya ubakaji, inaweza ikawa ni kesi ya kupigana na ndugu nyumbani, kumpiga mke wako, kumpiga mtoto au kutesa watoto, au watoto wakapigia polisi simu, polisi wakaja wakakuta kwamba watoto wameumia. Kitu chochote kile ambacho kinahusiana na kesi kinaweza kikakufanya wewe ukaondoka kwenye hii nchi na ndoto zako za kupata maisha ambazo ulizokuja nazo hapa Marekani zikapotea kabisa. Sisi Wakongomani inabidi tuwe very careful kabisa kwenye mambo ambayo tunayoyafanya. Unaweza ukashikwa na polisi kipindi unaendesha gari vibaya, kutokuendesha gari bila, au kuendesha gari bila leseni. Bila leseni, hiyo ni kosa sana kisheria hapa Marekani. Ukiendesha gari bila driver license hapa Marekani unaitwa upo criminal, unakuwa upo criminal, na hivyo utapelekwa ndani. Na hiyo inaweza ikawa ni njia ambayo wao hawa ICE au Trump pamoja na serikali yake kuona kwamba umewapa nafasi ya wao kuchukua maamuzi ambayo wanayataka, kuhakikisha wamepunguza watu ambao wameingia hapa Marekani kwa hali na mali, kwa mbivu na mbichi. Wanatafuta chokochoko dogo ambalo watakukuta nalo wewe mkimbizi ambaye umeingia hapa kwa njia ya msaada wa OEM. Ukiwa una kesi ndogo ambayo itakupeleka polisi, ndugu zako wanaweza kafikiri kwamba wewe bado upo polisi, kumbe hii serikali ya Trump ishachukua maamuzi tayari. Utakuta ndugu yako anakupigia simu ameshakuwa Afrika. Kuna baadhi ya watu ambao wameshatupwa Afrika, labda wewe haujapata nafasi ya kusikia mtu ambaye alikuwa amekuja hapa Marekani kwa njia ambazo wewe ulizotumia, sasa hivi anaishi huko Afrika kutokana na kesi ambayo iliyomkabili hapa na ikaforce serikali ya Marekani ichukua hiyo maamuzi ya kumrudisha Afrika. Mimi nina mtu ambaye ninayemjua ambaye alifanya makosa, alijiingiza kwenye hizi kesi za kama ni za ubakaji, kama ni za nini hivyo. ICE wa hapa Marekani hawakumshika, lakini alishikwa na polisi kikawaida. Lakini wakishaona wewe umeingia kituoni na una kesi kama hizo, wao huwa hawapotezi muda kwamba kukupa nafasi ya pili uje tena mtaani uishi. Wanaonaga kwamba wewe ni mgeni, badala ya wewe kutulia unakuwa ni mtu ambaye unayeshikwa kwenye masuala hayo ya kihalifu. Kwa hiyo inawapelekea wao kuchukua maamuzi kama hayo ya kukupeleka wewe kule ambako umetoka bila kupepesa macho. Kama nilivyowaambia Wakongomani wenzangu, jitahidi mshare hii clip ambayo ninayofanya huu uchambuzi wa masuala ya wewe uliopo hapa Marekani. Jitahidi usijiingize kwenye kesi yoyote ile, hata kama ni ndogo. Kama ni kazini, jitahidi kuwa mvumilivu, jitahidi kutokujiingiza kwenye masuala ambayo yatakushinda, kwa sababu kuna kesi zingine ambazo unaweza ukawa umeshindwa, au unaweza ukawa umeshinda wewe ndo una favor ya ile kesi, lakini kwa sababu haujui sheria za huku, haujui kesi ambazo zinavyoendeshwa hapa Marekani, na hata Kiingereza lugha yako inakuangusha, kwa sababu hutakuwa na uwezo wa kujitetea. Mwenzako atakuwa ashaanza kujitetea mapema sana na kueleweka kule mwanzo pale mnapoanzisha kesi, na hivyo wewe utakavoleta mtu mwingine kuja kujitetea utakuwa ushapoteza kesi. Hawa watu wao wanatumia lawyers
hao watu wanatumia wanasheria ambao wanawajua kwa muda mrefu, ambao ni wazoefu, wanawalipa hela miaka iliyopita, kwa hiyo wanakuwa nao, wanafanya nao kazi. Hasa wewe hauna mwanasheria, hauna mtu yoyote ambaye anaweza kukutetea, unategemea translator tu wa kawaida ambaye unayemjua kwamba hatakuja kusolve kesi ambayo umeipata. Hawa translator ambao huwa wanatumika, sometime unaweza ukawa unaongea hivi, yeye anaenda kutranslate vingine, kwa sababu ni ngumu sana mtu kubadilisha lugha fulani kwenda lugha nyingine. Kwa hiyo anaweza akasikia wewe umesema kitu fulani akaenda kubadilisha kile ambacho umekisema, kwa sababu Kiingereza ambacho anachokiongea na Kiswahili ni lugha mbili ambazo anazotaka kuhakikisha ameelewesha yule ambaye anayesikiliza hayo mashtaka. Sasa hiyo inakuwa very difficult kwa majaji kuelewa nini ambacho unataka kukisema, maana wanafikiri kwamba yule mtu ambaye anayetumika kukutranslate kwamba anaweza akawa anaongeza au anaweza akakutetea wewe, lakini bora kitu kama ni kesi au bora kesi yoyote wewe ujitetee mwenyewe. Sasa wengi wetu au watoto wetu ambao wamekuja hapa Marekani, ni ngumu sana kuongea Kiingereza ambacho kinaeleweka, Kiingereza ambacho kinaweza kikamsaidia yeye mwenyewe ajitetee. Mtu anaenda shule, lakini kuongea Kiingereza kile cha kujitetea kama kuna kesi inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu ni lugha ambazo umekuja kujifunza, ushakuwa mtu mzima, au unajifunza lugha au uko very focus, una mambo mengi unayoyafanya, ugeni mwingi, unaona, mshangao, haupo serious na kile ambacho unaenda kujifunza. Ndugu zangu wa Kongomani, popote pale mlipo, inabidi muwe makini sana na hii ICE inavyoingia mtaani, ina search yule ambaye atakayeonekana ana kitu chochote, ikiwa ni bangi. Usiwe mtu wa kuweka chochote kile ambacho kinachofanana na bangi kwenye gari yako. Usiwe mtu ambaye utakuwa unaendesha gari bila driver license. Usiwe mtu ambaye ukagonga gari ya mtu alafu ukakimbia. Hizo ni kati ya kesi ambazo zitakukabili, na ni kesi ambazo zinaweza zikakufanya wewe uingizwe ndani na ikakupelekea wewe kwenda Afrika. Usiende kuokota mabinti, mademu au wanawake. Hawa wanawake ambao wamechoka na maisha hapa, wanakaa barabarani, unaenda kuokota wanawake. Jua ukishikwa na polisi utakuwa hupo ndani. Hizo ni kesi ambazo zitakukabili, na mambo ni mengi sana. Hata nyumbani ukiwa unapiga watoto wako watakugeuzia kesi, au kimpiga mke wako ana sauti hapa, kile ambacho atakachokisema mapema ndicho kitakachokufungisha, kwa sababu yule ambaye amepeleka kesi ndio huwa anaonekana kwamba yeye ndo anaonewa. Kwa mfano wewe mlikuwa mnafanya argument wewe na mke wako, alafu mke wako akawahi kupigia polisi itaanza kumsikiliza yeye, badala ya hapo itakusikiliza na wewe utakuja kusema nini. Kwa hiyo inakuwa ni tayari ishakuwa 60% wewe umebaki na 40 ya kujitetea kwamba unaweza ukajiengua kwenye hayo mashtaka. Lakini tuwe makini sana. Ukiona kitu ukiwezi, au ndoa, jambo lolote, watoto, familia wamekushinda, jitahidi uvuruge hiyo ndoa au uiache, ili isije kukuingizia kwenye matatizo. Maana vitu vingi ambavyo vinavyowafanya watu wafungwe tena hapa Marekani, masuala ya ndoa, una pesa, watu wanapigania pesa. Una sisi wa Afrika, unajua kipindi tupo Afrika tulikuwa tugusi pesa. Sasa mtu kama ugusi pesa alafu umekuja kuanza kuzigusa hizo pesa, mambo huwa ni mengi sana, na uaminifu unakuwa unaanza kupungua kwenye nyumba za wale ambao wameoana. Lakini sijui kuhusiana na masuala ya ndoa, lakini najikita sana kwenye kukuelewesha wewe kitu gani ambacho unaweza ukakifanya uepushane na hawa ICE, hawa polisi ambao wanaweza wakakukuta na kosa dogo alafu likakuingiza ndani, na huko ndani kuna possibility ndogo sana ya wewe kuja kuishi maisha yako ya kawaida. Badala ya wewe kurudishwa huku kwenye maisha yako ya kawaida, wanachukua maamuzi moja kwa moja sasa hivi ya kukupeleka kule ambako umetoka. Hivyo ni DRC, na tunajua mimi na wewe maisha ya Afrika yalivyo magumu. Yasikie hivyo kama hujawahi kuishi Afrika. Kwa sisi ambao tumeishi kambini hatujaonja ugumu wa maisha ya Afrika. Maisha ya kujitafutia wewe mwenyewe, uende shambani, upate chakula, ununue mboga, upeleke watoto shule. Mambo ni mengi sana, lakini hapa Marekani it's very easy. Ukiwa una nguvu za kwenda kazini, utapata hela, utalipa mabili,
na maisha yatakuwa yanaenda. Haijalishi kama utapata hela ndogo, hata kama hutakuwa na hela, lakini kama unafanya kazi utakuwa unapata nafasi ya wewe kuona kwamba una unafuu kidogo wa maisha. Unaweza ukapata chakula, unaweza ukakusanya watoto wako, mkaenda sehemu, mkanunua vitu, mkanunua nguo. Kwa hiyo utakuwa ni baba ambaye unajitahidi kujitafutia hela na kusaidia familia yako kusonga mbele. Lakini maisha ya Afrika ni magumu, kwa hiyo tuogope au avoid swala la wewe kuwa na kesi ili uende uanze maisha ya Afrika. Maisha yako yataenda kuwa magumu ukienda Afrika. Kwa hiyo jitahidi kujiepusha na mambo mengi ambayo yanaweza kusababishia matatizo hapa United States of America.